Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo mambo yanaonekana kwenda tofauti kabisa katika mchezo huu wa leo ambao ni mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo taarifa imeweza kutolewa mapema kabisa leo hii baada ya kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuonekana kwa siku ya jana juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, sehemu ambapo mchezo unapokwenda kuchezwa. Inaelezwa kwamba mambo yanaonekana kwenda tofauti kabisa, ambapo mmeweza kushuhudia kile ambacho kinachoendelea, ambapo kuna mvutano juu ya uwanja ambao unakwenda kuchezewa mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo unaonekana kutokidhi mahitaji na viwango vya ubora wa dabi hiyo. Sasa taarifa imeweza kutolewa TFF kwa kile ambacho kilikwenda kuwasilishwa na Young Africans, na mimi nikaona sio vyema nikusogezee taarifa hiyo uweze kujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea kwa sasa kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yakoje? Mambo yapo kama yafuatavyo, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans wamekuwa na mwendelezo mzuri, ukiweza kushuhudia baada ya kutoka kupoteza mchezo wa kombe la Muungano, wanakwenda kucheza katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo wa ligi kuu. Sasa kile kilichoweza kuonekana katika mchezo ule, inaelezwa kwamba mambo yanaonekana ni mazito kwelikweli kwa kile ambacho kilichopo kwa sasa kwenye mchezo huo, ambapo Simba Sport Club ndio wenyeji wa mchezo ule. Walipanga mchezo ufanyike katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, ambapo ndio mchezo ulikuwa unapaswa kwenda kuchezwa hapo, lakini kilichokuja kuonekana ni uwanja ambao walikuwa wanakwenda kuchezea mchezo huo unaonekana kuwa katika hali ambayo sio nzuri kabisa, hali ambayo inaonekana uwanja ni kama vile ni kama vile tuseme uwanja ambao umeharibika kutokana na mvua baadhi ya maeneo, ukionyesha kwamba umejaa tope, jambo ambalo linaashiria pengine mvua zikiendelea kunyesha mchezo huo unaweza ukaathirika vibaya kulingana na eneo hilo la uwanja. Sasa Young Africans wakawa wametuma video zao wakionyesha namna ambavyo uwanja ulivyo katika hali ambayo sio nzuri kabisa, hali ambayo haina mvuto, ukiweza kushuhudia namna ambavyo kile kiwanja kilivyo. Sasa ameibuka hapa, nazungumzia meneja wa klabu ya soka ya Young Africans, hapa nazungumzia Walter Harrison, akielezea kwamba hii haifai kabisa na haina sababu ya wao kwenda kucheza mchezo katika mazingira kama yale, na uwanja ule hauko rafiki na unavunja misingi kabisa ya dabi, kwamba dabi ukubwa wake wote kuja kucheza kwenye matope
matope. Sasa anaandika Hans Raphael, mchambuzi wa soka juu ya kile ambacho kinachoendelea. Anasema ya kwamba nimeona viongozi wa Yanga wakiandika na kusema maneno ya hovyo na mabaya juu ya uwanja wa Meja Jenerali Samunyo, ambapo ikanikumbusha msimu juzi Yanga walivyokuja pale wakati wa mvua kama huu, wakawa na maneno kama haya na mechi ikachezwa ikaisha 0-0. Msimu jana mechi ilikuwa kiangazi, hakukuwa na maneno na mechi ikaisha tena 0-0. Msimu huu mechi na JKT bado wanaanza na Simba ambao wanakodi kiwanja pale, lakini maneno machafu yameanza. Mtu anirekebishe, mimi najua mechi ni kesho tarehe 3 ambayo ni 2026 saa 12 jioni, au kuna mabadiliko? Yanga wamecheza mazoezi muda wa mechi kikanuni siku moja kabla, ambayo ni leo, ambapo ambao ni tarehe 3. Kuna masaa mpaka 24 kufika muda wa mechi, wanalijua hili. Leo unafanya ukaguzi na kudharau watu wa club license, unaita kiwanja cha Meja Jenerali Samuyo zizi la ng'ombe, ili hali nyinyi miaka 90 hata banda la kuku hamna. Unaona bana, alafu mazoezi yamefanyika mpaka yameisha, ila unasambaza video ya kipande kidogo cha kiwanja ambacho kimetuaminisha maji kiasi kidogo sana, sio cha kukataza mechi kuchezwa kwa mujibu wa kanuni. Msingi wa kufanya mazoezi ni kuyaona hayo mapungufu ili yasiwe mageni siku ya mechi, lakini wanaleta usimba na uyanga kwenye kiwanja cha JKT na kudharau juhudi za watu wengine walioamua kuutumia mpira kwa dhati, sio maneno ya kila siku. Tutajenga uwanja lakini hakuna ni babaisha bwege tu. Kwangu huu uwanja Yanga wa upendi tu kwa kuwa ni sehemu ngumu kwao, haijawahi kufunga hata bao tangu waanze kucheza hapa. Hizi zingine ni pressure tu, wanaona kama kiama kimefika kesho. Simba ni klabu ambayo ipo katika klabu 10 bora Afrika, wamekubali kucheza hapa. Pamoja na umuhimu huo walikuwa nao, hawajawahi kukebei jitihada hizi za JKT Tanzania kujenga huu uwanja. Kama wanakubali klabu hii kubwa Tanzania na Afrika kuu kwa ubora, nani tena anajipa umuhimu kuizidi Simba hapa Tanzania? Nakumbusha tena, mechi ni kesho saa 12 jioni. Kuna muda mrefu sana mezani. Maneno yenu kuweni na subra. Sifa ya uongozi ni pamoja na subra. Mngesubiri hata siku ya mechi ifike mchana au jioni ndio mseme hivi. Unaona bana, kwa kile ambacho yeye amekwenda kukitizama katika yale ambayo yameelezewa na hapa nazungumzia Hans Raphael. Lakini hapa nazungumzia meneja wa Yanga ambaye ni Walter Arson. Amesema ya kwamba baada ya mechi ya GS Kabri, Ali Kamwe alitangaza kuwa kwa asili mechi ya dabi ni Guantanamo Bay. Mjadala ukawa mkubwa, taarifa anatoaje Ali Kamwe kabla ya bodi, wakasema wana haki ya kikanuni. Tukaoji mechi ile ni ya kupeleka kwa mashabiki 15,000, watu wakajibu ni kanuni. Adhi ya ligi na mechi tulioji, ila mashabiki wa Yanga waliishia kutukana kwa sababu waliingiza ushabiki badala ya maslahi ya mpira. Tukaonya Simba watalipa kwa sababu ndio maisha ya mpira wetu. Leo wamelipa kwenye uwanja ambao ni haibu kucheza mechi kubwa kama ile, ila na wao ni kanuni. Walter pengine amesahau kuhusu siasa za mpira wetu. Tunamkumbusha Magoli alilalamika sana kuhusu kubadilisha uwanja siku ya mechi ilipopelekwa Zanzibar. Ndiyo viwanja vyetu, ikiwa ni mechi ya Prison ilihamishwa Jamhuri Dodoma na uwanja ulikuwa hovyo sembuse. Na hii unaona bana, akiweza kuzungumzia kile ambacho kilichopo kwa sasa kwenye mchezo huo. Pengine ni vitu ambavyo huenda vinaweza vikaashiria mambo akawa kidogo sio mazuri katika mchezo huo, kwa sababu pengine kama mvua zitaendelea kunyesha, basi hali ya uwanja kutokana na kile ambacho kilichoonekana, japokuwa wanasema kwamba ni sehemu chache, lakini kwa mantiki kama hile ambapo inaonekana mvua ikiathiri kwa ukubwa zaidi, pengine tunaweza tusishuhudie dabi ya Kariakoo kulingana na maeneo na kiwanja chenyewe kilivyo. Pengine sasa hapo ndo swala la mvua litakapoamua kuweza kunyesha
kuonyesha ndio mambo pengine yanaweza kavurugika. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa katika mvutano huu ambao unaoendelea kuhusiana na uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kuchezewa